Shule ya sekondari ya barabara ya Mwinyi kutoka manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam ilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2020 na kufanya vizuri, kwani walijishindia tuzo kwa mara ya kwanza. Mradi huu uratibiwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation, ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi nafasi ya kujifunza ujuzi wa kijasiriamali wakiwa bado shuleni. Kwa mwaka 2020, mradi huu ulihusisha shule 150 za sekondari kutoka mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Shule hii ya barabara ya Mwinyi sekondari ilishinda na kushika nafasi ya 16 na kufanikiwa kuchukua tuzo ya fedha, yani Silver Trophy, kwa mwaka 2020. Je, wanafunzi hawa wa barabara ya Mwinyi walifanya mradi gani? Mwaka 2020 tulianza project yetu ambao tulijiunga na Uwezo Award. Tulifanya miradi mbalimbali kwa kuisaidia jamii, ambapo kwanza tulitoa elimu kuhusu uzazi wa mpango kwa wanafunzi, yani kwa mazingira yetu hapa shule, kwa kuwa mwaka jana 2020 hakukuwa na muda kutokana na ugonjwa wa corona kuweza kutembea mitaani. Tukawaelimisha wanafunzi wenzetu kuhusu uzazi wa mpango kwa kutumia menstruation cycle. Pili, tulitengeneza menstruation cycle tukawauzia walimu ili kuweza kuwasaidia katika ufundishaji wa topic ya reproduction. Tatu, kutokana na shule yetu ina changamoto mbalimbali. Kuna baadhi ya wanafunzi wana hali ngumu hapa shuleni ya kimaisha. Hawana uwezo wa kujikimu katika kula kuanzia asubuhi wanapofika mpaka muda wa kumaliza vipindi. Tukaamua kupika uji ambapo tulikuwa tunagaia wanafunzi hao kwa wiki mara 2, ambako ilikuwa ni Jumatatu na Ijumaa. Katika mradi wetu tulijihusisha na vitu mbalimbali ambavyo vitasaidia katika upatikanaji wa pesa. Cha kwanza, tuliuza ubuyu ambao tuliutengeneza sisi wenyewe kama wanafunzi. Ubuyu huo tulipata pakiti 50 ambayo kila pakiti moja tuliuza kwa shilingi 100 na tukapata shilingi 50,000. Alafu pia tulitengeneza mkaa makaratasi ambao tuliokota kupitia hapa shuleni na kuyatengeneza na kuwauzia walimu, ambao tulipata makopo 10 ambao kila kopo moja liliuzwa kwa shilingi 1,000 ambao tukapata shilingi 10,000. Alafu pia tuliokota makopo hapa shuleni, alafu makopo hayo kila kilo moja ya kopo ni shilingi 400. Tulipata makopo, yani tulipata kilo 30 ambao tulipata shilingi 12,200. Alafu pia tulifanya donation kwa walimu na wanafunzi ambao tulipata jumla shilingi 92,000. Jumla ya pesa hizo zilitusaidia katika ukamilishaji wa mradi wetu wa mwaka 2020. Hapa wanaelezea changamoto mbalimbali walizopitia katika kufanya mradi huu. Changamoto ambazo kubwa ilitukumba ni kukosa kwa kamera za kurekodi, yani kujua ukweli kama tumefanya iko kitu, na pia ni muda. 2020 tokea ugonjwa mlipuko wa corona. Ule ugonjwa ulitesa sana Tanzania, ila Mungu katubariki, ugonjwa kidogo umepungua, shule tukaendelea. Tulipofungua ule mwezi wa 7 naingia, tulipofungua, kwa hiyo mambo yalikuwa mengi, kuna mitihani, vitu vya shule pamoja huko hajamaliza. Kwa hiyo tuliweza kujifiti huku na huku, tukafanya vitu vyetu kwa wakati, ila muda ulikuwa yani umechallenge sana katika project yetu. Ndio hivyo tu vitu viwili ambavyo vilitukumba, muda na kamera. Maana sisi kamera tunakwambia mwalimu, naomba labda simu yako nikarekodi sehemu fulani, labda nikifanya kitu tutakarekodi nini. Ilipenda kwa changamoto, mwalimu labda atakaondoke au simu yangu ina charge, kwa mtu mwingine na kwa turekodi, yani tunakosa ile ukweli kama kweli kitu tumekifanya. Hiyo ikopo ni changamoto kubwa sana mwaka jana 2020 tulipata. Tulijisikia furaha sana pale ambapo tulitangazwa ni washindi na tuliweza kupata tuzo ya silver. Haikuwa matarajio yetu kwa sababu tuli aim high, tulipanga kupata juu zaidi, lakini kusema ukweli hata kile tulichokipata tulihisi furaha sana, kwa sababu ukizingatia miradi yetu tuliyofanya, kuna wenzetu walitumia hata gharama kubwa, lakini ukizingatia sisi tulenga sana katika kutumia akili zetu, sisi hatukulenga katika kutumia kipato. Kwa tulikuwa na furaha sana na hata kupata motivation ya kushiriki mwaka ambao umefuata, ambao
ni 2021. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia kufanya mradi huu? Nimejifunza kuongeza kujiamini mbele za watu. Nilivyojiunga na klabu ya Uwezo Award, nimeongeza kujiamini kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kusimama mbele ya assemble ya wanafunzi nikaongea chochote, lakini kutokana na klabu ya Uwezo Award imeniongezea yani confidence, naweza kusimama mbele ya watu na nikaongea chochote na watu wakanisikiliza. Cha kwanza nimejifunza kutengeneza menstruation cycle. Nilikuwa sijui kutengeneza vishanga, watu wakatengeneza vishanga, nilikuwa sijui kabisa wanatengeneza vishanga. Pia nimejifunza yani jinsi gani unaweza ukajua lini unaingia katika siku zako kama msichana. Nimejifunza hilo kitu. Pia nimejifunza jinsi gani naweza nikatengeneza yani zile pedi za wasichana, taulo za wasichana. Nimejifunza kutengeneza zile. Nimejifunza pia menstruation cycle. Nimejifunza kupika uji wa mchele. Tuwapikia wanafunzi kama msaada, alikuwa anasaidia. Pia nimejifunza hivyo vitu. Kitu ambacho nimejifunza katika klabu hii ya Uwezo Award ni kujitegemea. Kwa maana klabu hii imeweza kutufanya sisi wanafunzi tuweze kujitegemea. Manake tulikuwa tunafanya kazi mbalimbali ambazo zingeweza kutupatia hata kipato. Sasa kupitia kufanya kazi hizi zote, manake ilikuwa inatuandaa sisi hata katika maisha ya baadaye tunaweza tukafanya vitu vyetu vikubwa zaidi, au tunaweza kufanya shughuli yoyote ile, kwa sababu tayari huku tulikuwa tayari tushapitia kazi mbalimbali. Kwa maana inatuwezesha zaidi wanafunzi tuweze kujitegemea hata katika maisha ya baadaye. Nimejifunza kutengeneza vitu mbalimbali kama mkaa, nimejifunza kutengeneza ubuyu, lakini pia nimejifunza kupika. Mimi nilikuwa sijui kupika, kwa hiyo nikajifunza kupika uji wa mchele na vingine. Nimejifunza kupenda na kuheshimu kitu ambacho nakifanya. Pia nimejifunza ushirikiano, nimejifunza kujiamini, kusimama mbele ya watu na kuhamasisha kitu fulani. Pia nimejifunza kuhusu mambo ya uzazi wa mpango, kuelimisha jamii yangu na mimi kiujumla, nijijue, nijitambue nini nafanya katika jamii yangu. Pia nimejifunza ujasiriamali. Ujasiriamali ni vile vitu ambavyo vidogo na vitengeneza. Hata baada ya kumaliza shule naweza nikajiendeleza, maana naweza nikaanguka. Kwa mfano sio tarajio langu, lakini nikianguka naweza ujasiriamali ambao nimeupata katika UN Club nikajiendeleza. Kwa mfano kutengeneza vikokoto, ubuyu, uji. Tulikutana na mwalimu mlezi wa klabu iliyofanya mradi na alikuwa na haya ya kusema. Kwangu mimi kwa kweli nafurahi sana kwa ajili ya mradi. Kwanza mradi umeweza kuwaempower wanafunzi wangu. Umewaempower kwa namna gani? Kuna wanafunzi waliokuwa hata hawezi kujieleza, lakini kutumia mradi huu wameweza kujieleza, wamejitambua wao ni akina nani, wameweza kushiriki kwenye shughuli mbalimbali. Lakini pia umeongezea hamasa ya kuja shule. Wanafunzi wametamani kutokana na kuona zile shughuli wanazozifanya, basi imewafanya wawe na ile hamasa ya kuja shule, kutokutega kutokana na kile shughuli za kikundi. Lakini pia naweza nikaongezea wamepata ujuzi ambao kwa namna moja au nyingine wanaweza usiwasaidie leo, lakini katika maisha yao ya baadaye wamejifunza mambo mengi, na hasa walioshiriki ni hao wanaomaliza form 4, kwa hiyo wamejifunza mambo mengi. Na zaidi imekuwa na custody effect, tuseme itakuwa na impact kwenye maisha yao. Impact kwa sababu kuna mambo waliojifunza, wamejifunza wao, lakini watawafundisha na wadogo zao nyumbani. Licha ya wao kujifunza, watafundisha na watu wengine, watarithisha. Kwa hiyo imekuwa na impact kubwa kwao, lakini pia na kwa wenzao na jamii nzima. Basi huu ndio mradi uliowapa ushindi wa kipekee kabisa shule ya sekondari ya Barabara ya Mwinyi katika Uwezo Award 2020. Chukua hatua, onyesha uwezo.